Wewe uko miongoni mwa wale mashabiki wa Young Africans wanaolia au wanaochekelea? Ndugu yangu, unajua hapa kuna wanasimba wengi naona wanapiga makofi, lakini kuna kitu wanakisahau. Matukio mengi ya Tanzania ya kuonewa huaga zinaonewa timu ndogo. Msimu huu mimi nimecheza na Simba bro. Ilivyoisha mechi ya Simba na Yanga nani alikuwa analalamika? Yaani ilivyoisha mechi ya Simba na Yanga nani alikuwa analalamika? Bro, hii dunia itaenda, itageuka, italala, itaamka. Kama injinia atakuwa hai anapumua na anaiongoza Yanga, sisi mechi ya Simba na Yanga huwezi kuja kusikia tunalalamika abadani kwenye maisha yako. Yaani nielewe. Sasa mbona mechi ya Mashujaa mmelalamika? Mechi ya Mashujaa na Simba sisi tunapiga kelele, kumpigia kelele Simba kama unaye Mashujaa, lakini mechi ya Simba na Yanga mpaka unakuja kuingia kabrini kama injinia na hema anapumua yuko hai, huwezi kuja kusikia sisi na Yanga tunalalamika. Ndio maana mechi iliyoisha ya Simba na Yanga ulisikia Simba wanalalamika. Sasa ubaya uko kwa nani? Mpaka Kayoko kasimamishwa. Ni tafsiri ya timu ndogo kuonewa na timu kubwa kaka. Ndio maana hata sisi Yanga tuko na Simba tunaonea. Tuliwanyima penalti ngapi mechi ya Simba na Yanga? Ndio, si ndio maana timu kubwa zinaonea timu ndogo. Yaani ukitaka tuongee ushabiki, mimi nipo. Yaani ukitaka tuongee ushabiki kwamba timu kubwa zinaonea timu ndogo, kaka hao tutaonea sana kwenye engo hiyo. Ukitaka tuongee mpira kaka, kwenye hili swala ambao tumeenda kasi, mimi toka juzi naongea hapa. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kusema Simba hawana makosa kwenye lile swala. Hata Yanga kuwahusisha kwenye barua yao Simba walifanya makosa. Lakini pia hili wewe ukasema endapo viongozi wako watakubali kucheza mechi ya dabi, wewe utawapiga bakora na jengo utalichoma moto. Wewe kama kwa nini walitoa msimamo wa kuwa wachezi afu wacheze? Hilo. Kwamba mimi nataka wawe na msimamo huu. Kama hawachezi wasicheze, wasiwe wanatuumbisha. Mimi nilikuwa kwenye engo hii moja kwamba Simba wewe utanipa mkono sana. Simba hausiki kwenye hili kwa sababu mechi kwa hivi bro. Kabla ya mechi, kwanza pale uwanjani kuna kamishna wa mchezo. Sheria zetu za mpira wa Tanzania, sheria zetu za mpira kwamba timu mgeni atafanya mazoezi muda wa mechi siku moja kabla ya nini? Ya mechi. Ile siku ya mechi Simba anaenda kufanya mazoezi mechi kesho. Simba ameenda pale kikanuni kwamba anatakiwa akafanye nini? Mazoezi uwanjani. Alipofika ni haki yake na ni haki ya msingi. Simba kufika pale anakuta hamna kamishna wa mchezo. Sio sheria kwamba Simba ampigie simu kamishna kuja kufanya mazoezi. Kamishna jukumu lake kuwepo pale, hawasubiri nani? Kamishna kalala nyumbani kazoea Simba na Yanga waende kufanya mazoezi siku ya mchezo. Simba wakutana na mabouncer. Simba wakutana na mabouncer. Mabouncer ni wa Yanga, hatukatai. Mabouncer wamekabidhiwa uwanja na kamishna. Kwamba nyinyi kaeni hapa hamna mtu anakuja. Sasa kama wewe bouncer umekabidhiwa uwanja utamruhusu mtu aingie? Wakamwambia hatuna taarifa, mwambieni kamishna waruhusu. Kumpigia simu kamishna amelala nyumbani, kamishna anapokea simu yuko nyumbani kuchukua usafiri kufika uwanja wa Taifa, muda ushaisha. Mabouncer akasema sisi tushakabidhiwa uwanja, muda wa Simba kufanya mazoezi hapo ushapita, hatuwezi kumruhusu aingie. Mabouncer akagima. Simba ikabidi aondoke. Simba kwa sababu anaamini yeye angefanya mazoezi angepata matokeo, akaamua kuwa mimi kwa sababu sijaruhusiwa kufanya mazoezi mimi siwezi kuja kucheza mechi. Anakosa gani bro? Sasa ili wana Simba watu wa Simba na sio watu wa Yanga tuelewe kitu kimoja, sio kila kitu ni cha kubishana. Vitu vingine tuwekane wazi kuwa bodi ya ligi wamekosea kwenye hili, lakini wewe unasema tu tunacheza. Hatuchezi. Mimi bro, kwa akili yako ya kibinadamu Yanga anaweza kumogopa Simba? Yaani mtu ambao kwa duniani toka dunia imeumbwa nimemfunga mara nyingi kuliko timu yote nimuogope bro? Sasa mara 4 mfululizo siwezi kumuogopa. Mimi nataka haki na ifatwe. Tuweke sawa kwenye hili sasa hivi. Ile kauli yako ya mwanzo unaifuta ambayo ukisema viongozi wako wakicheza dabi utachoma jengo moto na bakora utawachapa. Katika vitu natamani. Nakubali sasa hivi dabi ichezwe. Nisikilize. Katika vitu natamani duniani ni mechi ya Simba na Yanga. Naitamani kwa sababu ndio mechi inanipa furaha kuliko mechi yoyote. Kauli yako umeifuta. Nielewe kitu kimoja. Mimi nilikuwa napingana na kauli za viongozi wa Yanga. Nilivyokuja hapa wewe inawezekana ukunioje siku ya kwanza ulivyokuja. Mimi nilikuwa napingana kwa nini viongozi wanasema mechi haichezwi. Mimi naamini katika timu kibonde ambayo tunaionea duniani ni Simba. Kwa nini waseme hatuchezi? Mimi naitamani leo kesho mechi ya Simba. Sitaki viongozi waonekane hawana msimamo. Wasimamie wanachokitaka, lakini mimi mechi naitaka leo kesho bro. Wanasheria wa Young Africans wanakuwa wanafeli wapi? Maana kesi nyingi wanazokuwa wanapeleka huku wanakuwa wakishindwa. Shida inakuwa wapi kwa wanasheria? Hilo sasa ndo tunakuja hapo. Kuna watu hapa wanasema mwanasheria Patrick Simon kajiuzuru. Yule kwa taarifa mimi nilizonazo
kuwa toka tarehe 4 huko mwezi wa 3 tayari alikuwa kishaachia ngazi Yanga. Alafu kwenye swala la kuwa wanasheria, mimi ni msema ukweli, mimi katika watu sijawahi kuwaelewa ni wanasheria wanaofanya kazi Yanga. Yani hilo ndo sijawahi kuwaelewa mpaka naingia kablini, na sitowaelewa kwa sababu wametuangusha kwenye matukio mengi makubwa na ni ya muhimu ndani ya Yanga Afrika. Sisi tunaipenda Yanga bro, sisi tunapenda matokeo. Sitaki kumwataka injinia kwa sababu anatupa tunachokitaka. Alikuja hapa ndugu yangu huyu kaongelea furaha, amesema injinia kaiangusha sana Yanga. Kwenye maisha kaka, kila mtu ana furaha yake. Yaani wewe mwenyewe pia, inawezekana mimi, umeona huyu Feruzi, huyu anawezekana kaa anapenda pombe, mimi napenda wanawake. Ni starehe za watu wawili. Yeye starehe yake Feruzi ni kuona Simba inafanya vizuri kimataifa. Mimi kama Yanga Afrika, mimi binafsi sitaki kusema Yanga wengine. Mimi starehe yangu kumuona Yanga anamfunga Simba. Umeona vitu tofauti. Tusichaguliane furaha. Yaani akisema mbona injinia kimataifa hawezi, no. Mimi kama mimi ananitimizia jukumu langu kwa sababu anaifunga Simba ninapohitaji. Ndio furaha yangu ilipo, tusipangiane. Kama yeye anaona raha kumfunga Berkane ni yeye bro. Mimi naona raha kumfunga yeye. Ali, safi na